Promova TV, a home of testimonies. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Karibu sana. Hii ni Promova TV na mimi ni Jackton Msafiri, na yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo anaitwa Eric Audax. Karibu kwenye kipindi maalum, moja kati ya vipindi maalum ambavyo unaviona kabisa kama unafuatilia Promova TV. Mwezi wa 3 mwaka 2025 tumekuwa na mfululizo wa kutembelea baadhi ya watumishi wa Mungu ambao tumewahi kufanya nao huduma. Umewahi kuwaona kwenye Promova TV kwenye vipindi vya kujenga makanisa, ama kwenye shuhuda wakitoa ushuhuda. Tulikuwa kule Kahama na maeneo mengine mbalimbali. Lakini siku ya leo tuko Mwanza hapa mpaka maeneo fulani yanaitwa Igoma, Kishiri, Bukaga, ndani kabisa huku, ambako kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye tumekutana naye katika huduma. Tumemtembelea na tumeona anaendelea na huduma, na katika mazingira haya ya ndani vijijini huku bado anaendelea kufanya huduma ya Mungu na anafanya vizuri kabisa. Tukawiwa hoji kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu, tusikie kuhusu wito wake, lakini pia tuweze kusikia ushuhuda wake, na pengine inaweza ikakutia moyo wewe ambaye unafuatilia popote pale ulipo. Lakini kwa ujumla, ikiwa ni katika hii ripoti maalum kabisa ya kutembelea watumishi mbalimbali wa Mungu, kuangalia pia changamoto ama ugumu wa huduma vijijini, jinsi ambavyo watumishi wa Mungu wanapitia katika changamoto za hapa na pale, lakini pia bila kusahau kampeni yetu kubwa kabisa ya kujenga makanisa. Jenga makanisa na Promova TV. Kampeni inaendelea na tumefika hapa Bukaga. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Habari za uzima? Nzuri kabisa. Tukutambue kwa majina yako na utueleze pia ni mchungaji wa kanisa gani na mahali hapa panaitwaje? Karibu. Mimi ninaitwa mchungaji Michael Saidi Msomi wa kanisa la EAGT Bonde la Baraka. Hapa tulipo tuko Bukaga, Kishiri, Nyamagana, Mwanza. Sawa. Huyo ndio mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye katika siku ya leo kwenye kipindi hiki maalum kabisa. Tunatamani kufahamu kuhusu wito wake mpaka kufikia eneo hili. Ilikuwaje? Mtumishi wa Mungu, hebu tueleze historia yako. Tumeguswa kuona ambavyo unaendelea na kazi ya Mungu mahali hapa. Tunaona ujenzi pia unaendelea, na sisi tukakumbuka tuko na kampeni ya kujenga makanisa, tukasema itakuwa vyema tukufahamu. Hebu tukufahamu kidogo. Ulipata vipi wito na mpaka kufikia hapa? Karibu sana. Asante. Kwanza nimshukuru Mungu kwa ujio wenu, lakini kuhusu historia ya wito wangu, mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yetu, na tulikuwa tukiishi katika maisha ya wokovu kifamilia, na baada ya hapo nilianza kuabudu. Baada ya kuwa nimeabudu, nikaamua rasmi kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa niliweza kupata wito nikiwa bado mshirika, hata sijaoa. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa kwenye maombi. Kwa hiyo ina maana ulizaliwa kwenye familia ambayo wanaufahamu wokovu tayari? Ya, wanaufahamu tayari wokovu. Na kumbuka hiyo siku tulikuwa kwenye maombi ya vijana CGM. Tukiwa katika mkesha, ndipo usiku nikawa nimetokewa na njozi ikiniamuru nisome ile Ezekieli, nadhani ni sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza.
Sasa sikuelewa, bado sikuwa na upeo wa kuweza kufafanua maandiko juu ya lile andiko. Ikabidi nilipeleke kwa mchungaji wangu ambaye alikuwa akinilea kihuduma. Kaambia nilipokuwa katika maombi nimetokewa na hii njozi. Alafu nikampelekea babangu wa kiroho jinsi ya wito nilioweza maono niliyoyapata kupitia ile njozi ya hiyo Ezekieli sura ya 3. Ndio baadaye mchungaji akaniambia siku za mbele jiandae, utakuwa mtumishi wa Mungu. Hiyo ninaikumbuka ilikuwa ni 2000. Kwa hiyo nimekaa mpaka 2018. Sasa ndio wito rasmi ulipoweza kuiva ndani yangu ya kwenda kumtumikia Mungu. Na ulipofika wakati nilienda kumweleza mchungaji kwamba nina nia sasa niende nyumbani mwa Mungu au shambani mwa Bwana niweze kufanya kazi ya Mungu. Kwa mchungaji akawa amenielewa, akaniombea, na baada ya hapo akaniuliza sasa unategemea kwenda kufungua huduma wapi? Sasa wakati huo haya maeneo nilikuwa nimewekeza kama kununua maeneo mashamba na vitu gani. Mwisho wa siku nilimuuliza Mungu, Mungu akaniambia kule umewekeza nenda kaanze huduma. Kwa hiyo niliondoka nikiwa kama kijana na nilikuwa nikiishi Kangae Nyakato huko. Nikaondoka nikaanza huduma ya ushuhudiaji nyumba kwa nyumba. Wakati huo hizi nyumba zilikuwa zipo. Nikawa ninahubiri, ninaombea wagonjwa, na mwisho wa siku sasa nikaanza kutafuta namna ya kuweza kupata nguvu. Nikajenga kajengo kuanzia huduma. Nikaendelea mpaka hapa nilipoweza kufikia kwa ajili ya utumishi huo, japo ni katika hali ya taabu, shida, mateso ya hapa na pale. Ukumbuke wito tunaokuwa nao mara nyingi anaitwa ni mmoja. Kwa hiyo kwenye familia kuna mama ambaye ni mke na kuna watoto. Kwa hiyo tulipitia hali ya shida na hata sasa tunazipitia, lakini tunamshukuru Mungu ni mkubwa. Bado tunamtumainia yeye. Kwa kifupi wito wangu nimeupata kuanzia hiyo 2000, lakini umekuja kudhibitika 2018. 19 ndio nimeanza wito rasmi hapa. Okay. Kumekuwa na ugumu wowote, changamoto zozote katika kuitikia huo wito, ama ulivyoitwa ilikuwa ni moja kwa moja kuelekea shambani? Hapana, changamoto zilikuwepo. Kama nilivyoweza kukuambia, changamoto zilikuwepo. Wito ni kitu ambacho kinapokuwa kinakuja, kuna baadhi ya vitu lazima vitashuka chini. Mojawapo ya changamoto ni maeneo ya kiuchumi. Nilikuwa nafanya biashara zangu, kwa inalazimika kusitisha. Uanze kazi ya Mungu. Kwa hiyo ulikuwa na vitu vivyo kwenda kuingizia kipato utavisimamia tena. Uanze. Kwa hiyo niliumba kifamilia, kiuchumi na vitu vingi. Lakini pia eneo la kuanzia huduma nalo ni tatizo. Kwa hiyo inabidi napoanze kuumiza kichwa na namna gani utaenda kutoka. Sio kwamba utapata mfadhili atakaye kuja akupe labda eneo hili hapa, tumekujengea kanisa hili hapa. Maana yake ni wewe uliyeitwa ufanye juu chini, udhibitishe huo wito ulioitiwa. Sasa unapokuwa umedhibitika namna hii, watu ndio wanajua kweli huyu mtu ameitwa. Kwa hiyo nilizipitia hizo changamoto na nilizivumilia, huku nikiendelea kumtumainia Mungu ndio aliyeniita na kumtazamia yeye, sio kumwangalia mwanadamu. Sawa sawa. Kwenye changamoto hizo na mpaka kufikia hapa kwa sasa, ni ushuhuda gani ambao unaweza ukautoa kama ushindi, ama unaona angalau huu ni mwanga katika huduma kwa ujumla ukilinganisha na hapo mwanzo? Ushuhuda gani ambao unaweza ukatupatia? Ushuhuda ambao nikasema Mungu amenisaidia. Kwanza nilikuwa na nyumba yangu ambayo nilikuwa nimejenga huko Kangae nilipokuwa nakaa Nyakato, na baadaye kulingana na ule umbali wa kuwa natoka huko mpaka Nyakato, watoto wangu wanafika tuko usiku wamechoka. Kwa hiyo ilibidi niingie kwenye maamuzi magumu ya kuuza mji wa Kangae. Wa Kangae, mji wangu mkubwa tu ambao ulikuwa na wapangaji. Kwa hiyo yale maamuzi yalikuwa ni magumu. Kwa kwanza kuanzia kwenye familia yangu, wazazi wangu, ndugu na jamaa, juu ya yale maamuzi yalikuwa ni magumu sana. Baada ya kuwa nimetangaza jukumu hilo kwamba bora niuze, sasa ni maji ambayo tayari ninakeleketwa kufanya kazi ya Mungu,
na changu ndio kitakachoweza kuniokoa mpaka kufika hapa nilipofika. Kwa wakati nauza, wapo walioweza kubeza kwamba sasa huyo ndio mwisho wake. Anaenda kufilisika, watoto wanaenda kuishi maisha magumu. Kwa kila mtu aliongea lilo la kwake. Wakati unapojaribiwa, kila mtu huzungumza lilo la kwake. Kwa niliweza kutekeleza hilo, na mshukuru mke wangu kipenzi aliniridhia juu ya hilo, maana angelikataa mji usingeweza kuuzwa. Tuliuza. Baada ya kuwa tumeuza, Mungu akatusaidia tukapata eneo ambalo tulinunua, na baadhi ya fedha nyingine zote ambazo tulizipata tuliziwekeza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo baada ya kuwa nimetekeleza jambo hilo, ndipo nilipoweza kumuona Mungu akinitokea moja kwa sehemu, kuanza kuniletea watu ambao ni sahihi, wanaoweza kusapoti maono yangu, kunitoa mahala na kwenda mahala pengine. Lakini pia kuipata ile amani sasa ya kweli kwamba nimetoka kule nilikokuwa nakuja. Kwa hiyo mpaka kufika hapa, licha ya hayo mapito nilikuwa nikiyapitia, niliona Mungu amenifungulia milango mingine. Kwenye swala la lilikuwa likinisumbua, labda ni mavazi, chakula, watoto kusoma, Mungu alikuwa ananiinulia watu. Naweza kani mtu baki tu anakupigia simu, kuna hili na hili nimewiwa nifanye, kuna hiki na hiki nimewiwa nifanye kwa ajili ya familia. Kwa hiyo walikuwa kifanya. Lakini pia hata washirika nilionao na wao hawakuweza kuniacha, waliendelea kunisapoti kwa kila ambacho Mungu amewajalia kupata, kunisapoti kama mtumishi wao ambao nilikuwa nikitumika. Kwa hiyo nina ushuhuda mkubwa baada ya kutoka hapo, na hatua nilionayo ni vitu viwili tofauti. Ninamuona Mungu katika eneo hilo. Oh, amen, amen. Amen. Hapa tunapozungumzia kwa sasa, ni kuanzia mwaka gani umeanza rasmi huduma hapa? Baada ya kuwa nimepata huo wito 2018, nilianza huduma rasmi 2019. Nilianza huduma rasmi 2019, ambapo nilikuja nikafyatua tofali mimi mwenyewe na watoto wangu na mke wangu. Mke wangu ananichotea maji, mimi nafyatua ziza choma, kama kiangalia kajengo kama tofali za choma. Kwa hiyo tukafyatua, tukashusha mapumba, tukachoma, tukawa tumejenga kajengo kadogo. Baada ya kuwa tumejenga, tukapata fedha nyingine ambazo tulikuwa nazo, tukawa tumeezeka na tukaenda kununua hivi vyombo tunavyovitumia kwa sasa. Tukaanza. Kwa nitoka 2019 mpaka sasa. Ila ujenzi wa hili jengo sasa dogo ndo tulijenga kwanza 2019, na tukawa tumeanza huduma kwa tunasalia kabla tujaezeka. Kwa tunatumia matundubali. Tunazima matundubali kwa watu, tunafunika, na baadhi ya washirika walikuwa wanakuja na viti vyao vya nyumbani, wanakaa kwa watano. La sehemu kubwa familia yangu ndio walikuwa washirika wa kwanza. Kwa hiyo nilikuwa ninahubiri mke wangu na watoto wangu. Kimaliza hapo tena unaenda kushuhudia kidogo kidogo, anakuja mmoja, anakuja wa pili, wa tatu, ndivyo mnaendelea. Na baada hapo tukakaa. Sasa nilipouza ule mji, ndio nikaanza ujenzi sasa wa hilo kanisa, msingi wake. Katushusha mawe. Ili kanisa ambalo ni kubwa sasa. Ili kubwa sasa. Maana kuna majengo mawili hapa. Kuna hili dogo, lakini pia kuna jengo lingine pembeni. Hili dogo tumeanza kabla, nimelijenga kabla sijaanza kabisa kutumika. Ni maandalizi. Kwa baada ya kuwa tumeanza hili dogo tumemaliza, tunaabudiamo sasa. Nikaanza sasa maono ya kujenga kanisa kubwa. Maana maono yangu mimi ni kujenga kanisa kubwa hata zaidi ya hili pia tulilonalo. Kwa hiyo ndo nikachukua zile fedha baadhi, mke wangu alinielewa, tukashusha mawe, tukajenga msingi. Tupojenga msingi. Na hapo ni kwenye moja ya viwanja ambavyo unasema ulikuwa umevinunua wewe mwenyewe, umewekeza. Mimi mwenyewe nimewekeza. Kwa hiyo ulitoa kiwanja chako kwa ajili ya kujenga kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Na hapo kule Kangaya umeuza tayari. Nimeuza tayari. Ulikuwa umepata tayari mji wako wewe, nyumba nyingine, sehemu ya kuishi na kujenga, ama ilikuwaje? Baada ya kuwa nimeuza kule, nilikuja kununua nyumba. Watu nyumba kiasi ambayo kwa inauzwa kwa majirani au baba wanaouza kwa kanisa. Ndio nikawa nimenunua, japo kweli ilikuwa haijaisha. Kwa hiyo niliweka tu magirili ndio kwa imewekwa, nikahamia hivyo bila hata plasta. Nikiamini Mungu atafanya, lakini nilijikita kwanza kuimarisha kazi ya kanisa. Okay. Kwa ndo nikaanza huo ujenzi na nikashusha tofali. Waumini walikuwa wanakuja hapo, waliochangia fedha kiasi kidogo, lakini sehemu kubwa walikuwa wanatoa nguvu zao kama vile maji,
na vitu vingine mpaka hapa tulipoweza kufika. Ujenzi huu wa kanisa kubwa tumeuanza 2016. Ndio ujenzi wa kanisa kubwa tumeanza. Baada ya kuwa nimeuza kule ndio tukaanza 2016. Okay. Na mpaka tunavyozungumza kwa sasa washirika ni wangapi ambao ulianza nao na sasa hivi unavyoendelea wako wangapi kwa ujumla? Washirika nilioanza nao nilianza na watoto. Mtoto wangu na mke wangu wao ndio washirika wa kuanza nao. Ila mpaka sasa tunazungumza tuna washirika 30. Shirika 30 watu wazima, kwa ukiweka na watoto pamoja na vijana, lika watoto kuna watoto pamoja na vijana tunakimbia almost watu 70. Okay. Na naona sasa kuna majengo mawili hapa. Ndio. Lidogo na kuna msingi na boma ambao limeshaanza kuinuliwa upande wa pili ambao inaonekana hilo ni kubwa zaidi. Ndio. Kwa hiyo bila shaka malengo ni kwamba mnahamia huko. Ya ndio tunakohamia huko ndio maana yetu anakoelekea. Na tumefikia hatua hiyo ya kufunga lenta. Ndio tunajitafuta tena. Tutajichangisha hivyo kidogo kidogo tukimsubiri Bwana, maana hii kazi uzuri. Mwenye hii kazi ni Mungu. Kikubwa ni kukaa kwenye uwepo wake na kusikiliza nini atakachokuambia. Lakini watu wanao kufikisha mahala Mungu anakuletea watu. Ni sawa, wapo wengine wanaweza wakapiga hatua kwa muujiza, ila tunaamini njia sahihi ni Mungu kukuletea watu walio sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa tunaamini tulipofikia hapo Mungu atafanya. Haijalishi ni ndani ya kanisa, ni nje ya kanisa, ila tunamwamini Mungu tutajenga na tutamaliza, ndio tulipofikia. Sawa sawa. Na support gani? Kuna watu, kikundi ama labda kanisa ndio lina support mpaka kufikia hatua hii ama ni nyie binafsi? Hatuna support yoyote. Support yetu kubwa ni Yesu. Yesu ndio support yetu kubwa, na zaidi na waumini tuliopo ndio tunaochangia na kuchanga fedha zetu kufika hatua tuliofikia. Huo ndio msaada wetu mkubwa, ila hatuna sponsor kutoka eneo jingine. Hapana, ni sisi wenyewe tu. Okay. Ni kanisa na mchungaji. Mchungaji sasa anafanya kazi gani nje ya utumishi? Kuna shughuli nyingine ya kiuchumi pengine inasaidia mambo yanakaa vizuri ama? Nadhani nimetangulia kusema pale mwanzoni kwamba baada ya kuwa tu nimeitwa, maana yake nilikuwa na shughuli zangu nilizokuwa nikifanya zinaniingizia kipato. Hizo zote zilisimama. Lakini la pili pale nilipokuwa ninakaa kwenye mji wangu nilikuwa na wapangaji, na ilikuwa ni supposed zile kodi ukizipata nazo sasa niliuza. Kwa ninapokuwa ninaishi ndio unasikia Mungu afanye muujiza. Kwa hiyo sina kipato kingine nje na kanisa. Sina kabisa nje na kanisa. Kwa hiyo sisi tunaishi tukiwa tunamtegemea Mungu. Lakini namshukuru Mungu, watoto wangu wanasoma. Hivyo maisha yanaendelea. Amani ya Kristo imetawala. Tunamuona Bwana. Ila sina kipato kingine nje na kanisa. Zaidi ya kusema kwamba labda ukutane na Mungu amemgusa mtu, tunafanya hiki, tunafanya hiki. Ndivyo maisha yangu yanavyo. Sawa. Kuna muujiza gani mkubwa ama miujiza mikubwa ambayo imefanyika ambayo unaweza ukaishuhudia mahali hapa ambapo panaonekana ni padogo, mnapambana hivi? Mungu amefanya kipi hasa ndio kwa washirika ama kwako binafsi ambacho unaweza ukakishuhudia? Muujiza mkubwa ambao ninaweza nikasema Mungu amefanya kanisani kwetu. Moja ni kuwafungua watu walio na shida, wanatoka watu sehemu mbalimbali. Walio na mateso, wamefungwa na nguvu za giza, tunawaombea, Mungu anawaponya. Kwa huo ni muujiza, wanatoka wamefunguliwa na wanaendelea vizuri. Hata leo wengine ninao makanisani. Watu unakuta na watoto, biashara na vitu vingine vingi. Kwa hiyo neema ya Kristo inatufunika kwa namna hiyo. Amina. Sawa. Na tukizungumzia majengo haya na ujenzi ambao unaendelea hapa. Ndio. Ni upanuzi. Mnahama sasa hapa kwenda kwenye hili jengo lingine ambalo tayari limeanza kujengwa pia.
Na bajeti kama kiasi gani kwa ajili ya kulimaliza hili jengo ambalo sasa mnahamia? Mmepanga kwenye ujenzi ni kama gharama gani ambayo mnasema ikipatikana sasa tutakuwa tumefika angalau paua pamoja na kuendelea na mambo mengine? Hebu tueleze hapa. Kwa budget tulionayo ili tuweze kufunga renta na kupaua na kufanya finishing yote mle kwenye hilo jengo inasoma milioni 55, maana tunafunga bimu. Hapo tumesema tutafunga bimu kwenye renta, itapanda kozi 2, itafungwa tena bimu. Ikisha maliza kufungwa bimu, inakuja hatua ya pili ya kwanza kutengeneza zile kenchi za chuma. Kwa zinatengenezwa baada hapo bati tunaenda kuweka order kiwandani. Kwa almost kwa budget inaonyesha ni milioni 52 ndio inalenga itumike pale. Ambayo binafsi kama kanisa sasa mko na milioni ngapi tayari kwa ajili ya hili swala la ujenzi? Kama kanisa hatuna pesa yoyote, ila zaidi ni unakuta ukawa shirika wanaweza kutoa nondo 1, anaweza kutoa nondo 2, ni nondo kama 13 ndio zimekwisha kulipiwa kwenye hardware. Tunakuwa tunatanguza kidogo. Kwa zikitimia tunachukua tunakuja kokoto kwa ajili ya hivila kama keshi kwamba tumekusanya kwa ajili ya hili. Hapana, ndio tunaenda hivyo. Ndio mfumo tunaotumia. Lakini wewe unaamini kwamba mtafikia kuweza kukamilisha ujenzi huu? Ninaamini kupitia Mungu kwamba tutafikisha, maana tunaangalia ulikotoka na ulipo na unakoelekea. Kama Mungu ametusaidia mpaka tumefika hapa na tumefikia hatua hiyo, huyu Mungu ndiye mwenye kazi. Kwa hiyo ninaamini, kwa sababu mimi si mwenye kazi. Mimi nimetekeleza wito alioniitia. Maana yake yeye ndiye mfanikishaji wa hii. Kwa kazi yangu kubwa na waumini tulionao ni kumuomba. Moja, waumini wapate kipato, lakini pia wahisani wengine ndani na nje watakaweza kuguswa kufikia mpaka hatua hiyo. Kwa ninaamini kwamba tutaimaliza. Sawa. Namna hiyo, mtazamaji pamoja na msikilizaji, hii ni Promova TV na tunaendelea na kipindi maalum kabisa tukiwa na mtumishi mmoja wa Mungu, Mchungaji Michael, akitueleza wito wake na jinsi ambavyo ameendelea na huduma hasa katika masuala ya ujenzi. Pia tukiwa kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa, tumeamua kumtembelea katika siku ya leo kutokana na kile anachokifanya. Bila shaka kuna kitu cha kujifunza hapa. Ameacha vitu vyote kwa ajili ya kufanya kazi ya Yesu Kristo. Ameacha nyumba, ametoa viwanja vyake kwa ajili ya kujenga, na hana kipato ambacho ni rasmi, lakini bado ana imani kwa ajili ya kufika mbali zaidi. Na umeona kwa wale ambao wanafuatilia kupitia Promova TV, wameona hapa kuna picha za jengo. Kuna jengo dogo kabisa hapa ambalo ni la kanisa, sasa wanahamia kwenye jengo lingine ambalo linaendelea na ujenzi. Japokuwa bado liko hatua za chini sana, lakini ni jengo ambalo lina ramani kubwa na ni kanisa kubwa sana, na ni maeneo ambayo ni kijijini tu, sio sehemu ambayo ni mjini, kusema kwamba pengine kuna mwingiliano mkubwa wa watu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa zuri la kujifunza na tumependa hili. Sasa mtumishi wa Mungu, mimi natamani hapa utueleze kitu kimoja. Unazungumza na mtu mmoja hapa ambaye ni mtumishi wa Mungu, pengine amepata wito, ameshindwa kutokana na mazingira, pengine hana kiwanja, pengine hana pesa, hana mtaji, ama ameambiwa akajitafutie kila kitu na ameshindwa kutoka alipo. Unaweza ukampatia ushauri gani katika hali kama hii kwa sasa? Yule ambaye ana wito lakini hana pa kuanzia, amesema ameshindwa kwa sababu hana pesa kwa ujumla, unamwambiaje? Mimi nachoweza kukisema kwa mtu ambaye ameitwa, cha kwanza lazima adhibitishe wito. Kwamba je, kweli ameitwa? Kama mtu atakuwa ameitwa na Mungu, ninaamini wazi Mungu hufanya njia, kwa sababu aliyemuita atamwandalia mazingira. Mungu anapomuita mtu, habari ya yule mtu atafanyaje ile kazi, Mungu ndo ana maandalizi ya hicho kitu. Isipokuwa kwa huyo mtumishi, yeye anapasa amsikilize Mungu kila anachomwambia.
ukisoma habari za Elia baada ya kuwa amefunga mvua isinye miaka 3, na yeye mwenyewe aliingia katika ule uhitaji, lakini tunaona Mungu anamtokea, anamwambia nenda, kuna mahala kuna kijito cha maji. Akaisikia ile sauti, akaenda akatumia pale, na baada hapo aliagiziwa kunguru, alikuwa anamlisha mchana na usiku, anamletea mkate, anamletea na nyama. Kile kijito kilikauka. Bado tena akaambiwa nenda tena kwa mama mwingine ambaye nimekuandalia. Elia akasikia sauti ya Mungu, akaenda. Kwa solution la mtumishi yoyote wa Mungu aliyeitwa, hapasi kuangalia mazingira yale atakao yakuta kule. Kule Mungu ndo atakayemwandalia ataishije na watoto wake, atafanyaje. Mwene hayo yote ni Mungu. Ijapokuwa anaweza kupita kwenye changamoto ngumu sana ambazo katika ufahamu wa kibinadamu watu wanaweza kaita labda kachanganyikiwa huyu. Lakini mwisho wa siku lazima wito wake uthibitike, na wito unathibitika kwa vitu vinavyotokea. Ndipo watu wanaanza kuamini kweli yule alikuwa ameitwa. Yule alikuwa ameitwa. Shida inakuja watu wengi wanajiita. Hapa napo ni tatizo. Anamuona tu mtumishi fulani amefanikiwa, amefikia viwango. Kwa anajua na mimi nikienda nikawa mchungaji itafikia kwenye hivyo viwango vya huyo mtumishi. Pasipo kujua huyu mtumishi alitoka wapi, amepita mangapi, na kujifunza juu ya wale watumishi. Kwa wengi tunaenda kama vile ni biashara sasa, lakini kiuhalisia mimi nimekutolea mfano. Sikutegemea kwamba ningekuja kuwa mchungaji, na wala kati ya vitu ambavyo sikutegemea na kuviwaza ni kuwa mchungaji. Sababu niko namuonaga mchungaji wangu anavyoteseka na watu, anavyosumbuka, alivyokuwa anatoa mali zake na vitu gani kwa ajili ya watu. Lakini wito unathibitika katika hayo unayoyapitia. Kwa hiyo mimi naweza kusema na mshauri kwamba amtazamie aliyemuita, athibitishe wito wake, lakini amwangalie aliyemuita. Na asiingie kwenye hali ya kuanza kuwalaumu watu au watumishi wengine kwamba mbona hawamsaidii, mbona nini. Yeye amwangalie Mungu aliyemuita. Mungu ni mwaminifu. Kwa wakati wake na saa yake huwa anatenda. Ataibadilisha kesho yako kuwa leo yako. Wanaokutazama kwa jinsi ilivyo, upo wakati utakutazama kwa mtazamo mwingine ule. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwa mtu aliyeitwa na amekoswa mahala pa kuabudia, amekosa namna yoyote ile, kwanza amsikilize Mungu. Na baada ya kumsikiliza Mungu, aanze kuchukua hatua. Uweze amini ndugu mtangazaji, mimi wakati nakuja hapa, ilikuwa hata miji hazipo, ni mvua, nilikuwa ninaomba mpaka kwenye maboma ya watu, misingi. Unaenda kwenye msingi wa mtu unakuta kwamba huyu atakuwa mshirika. Wewe unachukua hatua ya kuomba kwamba naomba atakapohamia aje. Unatoka unaombea njia. Unatembea njia inaelekea huku, unaanza kuiombea hiyo njia. Unaiombea Mungu atakaopita humu. Naomba mguso wako watu hawa waje. Kila njia umefunga maombi ya masaa 24 unakuwa unaombea vitu kama hivyo. Sasa hivyo vitu tunavifanya katika ulimwengu wa roho. Lakini nikiamini vitatokea. Upo wakati mpaka ninaanza huduma sikuwa na washirika. Kuna siku nilikuja niliishia mwenyewe kanisani. Kwa hiyo inabidi nichukue tendo la kuamini kwamba hapa ninasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo unahubiri, unaamini kwamba nyinyi mnaonisikiliza hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, lakini mtu wakati anakuangalia sababu ni akili yake ina tatizo. Lakini mimi nilikuwa ninaliona kanisa katika ulimwengu wa roho. Nilikuwa nawaona waumini katika ulimwengu wa roho. Nilikuwa ninaona mafanikio katika ulimwengu wa roho hata kabla sijapata hivyo vitu. Kwa hiyo kisha amini, unaanza umechukua hatua hiyo, unaenda kwenye kuamini katika wito wako. Na asikutoe mtu. Kwa mwisho wa siku utaanza kuona Mungu huwa anafanya kazi na mtu anayechukua hatua. Usiseme tu na wito umeendelea kukaa kanisa, unaleta labda unaweza kuleta tafujo pale ulipo. Anza kuchukua hatua. Ukishachukua hatua, Mungu ataanza na hatua pale utakapoanza kuchukua. Ibrahimu anaoneshwa na Mungu kwamba toka wewe katika nchi, wewe nao ulikuwa ni wito, katika nchi ya Ukaldayo, uende paka mahali na nitaukuza uzao wako kama mchanga, lakini wakati alikuwa hana mtoto. Lakini alipochukua hatua akaenda, baada ya kuwa ameenda zilipita hapo miaka ni mingi, hakuweza kuliona hilo. Lakini kafikia hatua alipoachana na Lutu, Mungu anamwambia toka sasa uone jinsi uzao wako utakavyokuwa. Kwa sehemu kubwa watu wengi wanaweza wakafa na maono. Kuna maono yanayofia kwa mtu anayo kabisa, lakini yakafa hata hayajatoa kitu chochote kile. Wachukue hatua. Wanapoanza kuchukua hatua, ndipo Mungu anapoanza kuwafungulia milango. Mlango unaenda unafunguka,
unafunguka. Hili lilikuwa limebana, mwisho wa siku linaachia. Hili limezuia, mwisho wa siku linatoka, linaachia. Baada ya hapo Mungu anaanza kumuonekania. Na Mungu desturi yake ninachomfurahia huwa anaanza na vichache. Yaani Mungu huwa anaanza na vichache. Anapoanza na vichache ndio anaenda anavikuza vile vichache, inakuwa vingi. Namba ya Mungu inaanza chini kwenye vichache, kisha viwe vikubwa. Lakini namba ya shetani inaanza na vingi. Kwa lazima ujue kwamba ninaenda, sitaki kutamani huduma kubwa, alizike na pale anapoanzia. Lakini asikate tamaa. Hata kama yuko kazini asikate tamaa kufika hatua ya kuacha. Wote waliofanya kazi ya Mungu na wakafikia viwango vya hali ya juu waliyapitia haya. Amina. Basi ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, na naamini wakati mwingine tutakupatia nafasi ili uweze kutupatia masomo, ama tukutembelee hapa ukiwa unahubiri, ama ufike ofisini kwetu. Tunatamani kuweza kusikia mengi kutoka kwako, kama tunaamini yako, kwa sababu hapa kwa ufupi tu tumesikia mengi. Kwa hiyo tunaamini pia tukikupatia nafasi wakati mwingine yako mengi zaidi ambayo tutayasikia. Kwa sasa wakati ambapo tunafika tamati ya kipindi hiki, nikupatia nafasi ya kuzungumza na mtazamaji na msikilizaji ambao wamesikiliza. Una kitu gani cha kuwapatia kama ujumbe, lakini pia ukitupatia contact zako, address yako, unapatikana wapi, unapatikana vipi, unafikiwaje? Karibu sana. Asante. Mimi nianze kwa kusema kwamba ninawashukuru, lakini pia ninapoongea na Wakristo wote walio na madhehebu, wasio na madhehebu, niseme la kwanza tunahitaji maombi yao. Lakini lingine tulilonalo kwa ambacho utawiwa, niseme kufanya kwa moyo wa kupenda. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 29, tunamuona mtumishi wa Mungu Daudi. Yeye alipokuwa na maono ya kujenga hekalu, alianza kutoa vitu vyake, akafanya, akaweka akiba. Utaona pale kuna akiba ya dhahabu, akiba ya fedha, vitu vingi vya thamani. Lakini pia aliwashirikisha watu wenye moyo wa kupenda kumtolea Bwana, na wao walifanya. Licha ya kwamba Daudi hakujenga, akaachiwa mwanae, lakini pia kwa mwanae na yeye mwisho wake kule alifanya. Kitu ninachokiangalia baada ya mwanae kuwa watu wameitikia, wametekeleza, yako maombi ukiyasoma ile sura ya 6 ambayo Sulemani aliwaombea wale watu watakapokuwa wanataja haja zao mbele za Mungu ili Mungu aweze kuyasikia. Kwa hiyo sapota yetu sisi ni maombi, lakini la pili kwa kuiwa, takeiwa mtu yoyote yule kuweza kutushika mkono. Hii ni kazi ya Mungu, ni tunajiwekea kwa ajili ya Mungu, ni ufalme ambapo kesho na kesho kutwa tutalipwa na Mungu. Watu wengi huwa wanakwepa ujenzi, wanakwepa vitu gani kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini wako tayari kufadhili vitu vingine. Lakini unapokuwa umewekeza kwa Mungu, Mungu atakukumbuka, atakumbuka uzao wako. Watu watakapokuwa wamefika mahali hapa wanamwabudu Mungu, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Mtu wa kwanza kubarikiwa ni wewe ambao utakayokuwa umeweka sapota yako, kwa sababu ulishiriki kwa hicho ulichokuwa umekiweza kukipata. Lakini lingine ambalo tunaweza kuzungumza ni kuwashukuru nyinyi pia kwa kuweza kututembelea na kutuona. Tunaomba tena siku nyingine mje mtufuatilie katika mafundisho tunayofundisha, na wakati mwingine tukipata nafasi au nikipata nafasi nitafika katika ofisi zenu. Ndio. Mawasiliano? Mawasiliano yangu ninapatikana kwenye namba za simu ya Voda ambayo ni 0756 446 245. Irudie. Namba ya Voda 0756 446 245. Ndio mawasiliano yanayopatikana. Na kwa mambo ya Facebook, Twitter na vitu gani, naandika tu mchungaji Michael Msomi, napo pia unanipata, au mchungaji Michael au Michael, unanipata kwenye mitandao zote za kijamii. Amina. Na jinsi ya kufika hapa, mwelekeze yule ambaye ni mgeni anatamani kufika hapa, anafikaje? Kwa mtu anayetamani kufika hapa akiwa anatokea mjini Mwanza,
atapanda gari zinazoelekea Kishiri. Tafuta gari zilizoandikwa Mwanza Kishiri. Akifika Kishiri pale kuna usafiri wa bodaboda, nadhani shilingi 1000 au jina maarufu, yani pikipiki jina maarufu bodaboda. Ni shilingi 1000 kufika mpaka hapa. Afike Bukaga nguzo ya 20, nafuata nguzo za Kidatu. Bukaga nguzo ya 20, akifika hapo aulize kanisa la EAGT Bonde la Baraka, atakuwa amefika. Amina, amina. Amina. Namna hiyo, mtazamaji na msikilizaji, sisi tunafika tamati katika siku ya leo kutoka huku Bukaga, Kishiri, Igoma, Nyamagana, Tanzania. Tufike tamati hapo. Tukiwa na mtumishi wa Mungu hapa, tumeona anaendelea na huduma, wito wake na ujenzi kwa ujumla. Jenga Makanisa, siku ya leo tumemtembelea. Pengine tukipata nafasi tutatembelea pia sehemu nyingine wakati mwingine. Na sisi tunatamani sana kuwatembelea wale watumishi ambao tayari wameanza. Yaani kama wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye umekwisha anza huduma, unaendelea, angalau umefanya jambo. Kama ni ujenzi umeshaanza, kama hata kama ni jengo dogo, hata kama ni kiwanja umeanza, kuna hatua fulani umefanya. Sio wala ambao wanasema nina wito tu, nina wito alafu umetulia, hatujaona wito umefanya kitu gani. Hao kwa kweli hatutaweza kuwatembelea, lakini tunawatembelea zaidi wale ambao wamekwisha piga hatua na wamefanya jambo katika ujenzi. Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia. Na ni katika ripoti ya kujenga makanisa, lakini pia kuwatembelea na kuwafikia wale watumishi wa Mungu wanaohudumu katika vijiji, yani vijijini. Ugumu wa watumishi vijijini, maeneo mbalimbali tunafika kwa neema ya Mungu. Asante sana kwa support yako wewe ambaye umetuwezesha kufika hapa. Asante wewe ambaye umewezesha kampeni yetu ya kujenga makanisa. Kampeni bado inaendelea. Tunahitaji mchango wako, tunahitaji support yako. Endelea kutuma sadaka yako. Lakini pia wewe ambaye umetuwezesha kufika maeneo mbalimbali kote huko, ubarikiwe sana. Leo tunafika tamati, lakini tunapomaliza kipindi hiki ndio tunaanza hivyo harakati kwa ajili ya kipindi kingine. Kwa hiyo endelea kutuombea, endelea kutusupport, endelea pia kushiriki kwenye kampeni zetu. Mimi ni Jackton Msafiri na mtangazaji siku ya leo hapa. Nyuma ya kamera hapo director kwenye picha na sauti ni Eric Audax. Nikukumbusha namba zetu za simu za mawasiliano na kusupport ni 0766294335. Hiyo ni M-Pesa Tanzania. 0766294335 au 0784074462. 0784074462. Hiyo ni Airtel Tanzania. Tuwasiliane, pia zinapatikana kwenye WhatsApp. Unaweza ukapiga simu ama kutuma ujumbe mfupi, tutawasiliana. Ubarikiwe sana. Tukutane wakati mwingine. Leo tunakuaga kusema bye bye. Promova TV, a home of testimonies. Jenga Makanisa na Promova. Ndiyo, Jenga Makanisa na Promova, baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +2576241841 hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +25113844 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni
Jacktan Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Promova TV, a home of testimonies.